Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ikiwa sehemu kubwa ya Wakristo leo tumesherekea Pentekoste, kumbe basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makofi na vigelegele kwa zawadi ya siku hiyo. Amueni leo hii ni nani mtakaye mtumikia, ila mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Muulize jirani yako, wewe unamtumikia nani? Baba, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Wapendwa, Yoshua anatoa uamuzi wake binafsi juu ya nani atakayemtumikia, lakini anaona ni jambo la kicho la maana sana kuwashawishi na watu wengine kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ndio maana basi watu wanasema kizuri ni lazima ushirikiane na ndugu yako. Kwa hiyo Yoshua anaona kumtumikia Mwenyezi Mungu ni jambo jema na ni jambo zuri. Ndugu zangu, katika nyakati hizi zetu kila mmoja ana utumishi wake, lakini ni vema tujipime utumishi tunaofanya ni kwa Mwenyezi Mungu ama kwa maslahi yetu. Yoshua anaposema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, na Injili inasisitiza kwamba kumtumikia Mwenyezi Mungu ni kutumikia ukweli. Mwambie jirani yako, kumtumikia Mwenyezi Mungu ni kutumikia ukweli. Kwa jamii yetu ya sasa hivi, kwa namna ambavyo mambo yanaenda, kutumikia ukweli imekuwa ni jambo gumu kweli kweli. Tuanze kwa kujiuliza, ukweli ni nini? Ukweli ni nini? Ukweli ni kitu gani? Kwa maana fupi kabisa, ukweli ni ulinganifu kati ya kauli na uhalisia. Ukweli ni ulinganifu kati ya mtu anachosema na uhalisia. Lakini ukweli ni Mungu mwenyewe. Ukweli ni Mungu. Mungu ndiye chanzo na kipimo cha kweli zote ulimwenguni. Tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 32 aya ya 4, inayosema kwamba yeye ni mwamba, kazi zake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu mwaminifu asiye na uovu, yeye ni mwenye haki na wa kweli. Kwamba asili ya ukweli ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yeye anayeongea ukweli yuna asili moja na Mwenyezi Mungu. Wale wanaotetea ukweli, wanaosimamia ukweli, wao asili yao ni ya kimungu. Na Yesu katika hii sura ya 17 ya kitabu ya Injili ya Yohane, ni sala ya kikuhani ya Yesu anayowaombea wanafunzi wake kwamba wabaki katika umoja, wabaki katika ile kweli ya Mwenyezi Mungu. Tujiulize wapendwa, mimi na wewe ni wa kweli? Muulize jirani yako, wewe ni mkweli? Tumesema kwamba ukweli ni Mungu mwenyewe. Ukweli asili yake ni Mungu. Na tunaposoma Zaburi ya 31 aya 5 inayosema
Bwana Mungu wa kweli, wewe umenikomboa. Mungu wa kweli, wewe umenikomboa. Chochote ambacho ni cha kweli kinatoka kwa Mungu, na vyote ambavyo ni kinyume na ukweli ni kinyume na Mwenyezi Mungu. Wale wote wanaoongea ukweli, wao wapo katika upande wa Mwenyezi Mungu, na wale wote wanaopinga ukweli wanapinga maneno ya Mwenyezi Mungu. Na tukisoma, wapendwa, kitabu cha Matendo ya Mitume, habari juu ya Gamalieli, namna alivyotoa ushauri kwa wale ambao walikuwa wanapigana na ukweli. Wanawakamata mitume, wanawapiga, lakini mitume bado wanaendelea kutangaza neno la Mwenyezi Mungu, wanaendelea kusimamia katika ukweli. Sasa mwisho wa siku wanaona kama wanafanya kazi bure, wakakaa kikao. Sasa tufanyeje watu hawa? Maana kila tukiwapiga fimbo tumewachapa, gerezani tumewafunga, lakini bado wanaendelea kumtangaza yule Kristo ambaye sisi tumeshamuua. Ndipo Gamalieli anakuja na busara za mzee. Anasema kama jambo hili ambalo wanaliongea, ambalo wanalihubiri limetoka kwa Mwenyezi Mungu, basi hata tukipingana nao tutakuwa tunampinga Mwenyezi Mungu. Lakini kama limetoka kwa wanadamu wanalolihubiri, lina mwisho wake. Linalotoka kwa mwanadamu lina mwisho, lakini linalotoka kwa Mwenyezi Mungu halina mwisho. Basi wanachukua huo ushauri wa Gamalieli na kuufanya kuacha huru au mitume kuweza kuhubiri. Kama kweli limetoka kwa Mwenyezi Mungu litaendelea, lakini kama halijatoka kwa Mwenyezi Mungu basi litakufa. Asili ya ukweli ni Mungu mwenyewe. Ndugu zangu, kuishi katika uongo, kuishi katika uchawa, katika kutafuta furaha, katika kuwapendezesha wengine ni asili ya kiushetani, sio jambo la kimungu. Kumsifia mtu kwa mambo ambayo wakati mwingine sio ya kweli, ili mradi nipate cheo, ili mradi nipate kitu fulani kutoka kwake. Tunasoma katika Yohane 8:44, nasema ninyi na baba yenu, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazozitaka kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hakuna kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo, naye ni baba wa huo uongo. Wasema uongo wote, Yohane anatuambia hawa ni watoto wa Shetani. Wapinga ukweli wote, hawa ni watoto wa Shetani. Mimi na wewe tunatetea ukweli, mimi na wewe tunasema ukweli. Na je, pale watu wanaposimama na kusema ukweli, tunawachukulia watu hawa kama vipi? Ndugu zangu, ukweli ni Kristo mwenyewe. Soma Yohane sura 14 aya 6. Yesu Kristo anasema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Yesu anajitambulisha kuwa yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye uzima. Na Yohane sura ya 1 aya 14 sema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Inaendelea, lakini nakuja kumaliza kwamba huyo neno amejaa neema na ana ukweli ndani yake. Ukweli wa Mungu unajidhihirisha kwa njia ya maisha na utume wa Yesu alioufanya katika ulimwengu wote. Namna Yesu alivyohubiri, alihubiri katika ukweli. Namna Yesu alivyoishi maisha yake, aliishi maisha ya ukweli. Kile alichokisema ndicho ambacho alikuwa anakitenda. Kumbuka katika misa ya asubuhi nikawaambia wale waliosali pamoja nasi, kuna msemo maarufu sana wa Wazalamu unaosema kwamba zilongwa mbali zitendwa mbali, kwamba unaongea chengine unatenda vingine.
hapo katikati hakuna ukweli. Hakuna ukweli hapo katikati. Kisoma falsafa za mtu mmoja anaitwa Niccolo Machiavelli. Yeye ni muumini wa falsafa za kisiasa, anayesema kwamba endapo unataka kushinda katika kiti fulani cha uongozi, katika labda kufanya kampeni yako au katika maisha yako, ukitaka kushinda na kuendelea kubaki katika kiti hicho, basi daima usiwe mkweli. Katika maneno 100, basi walau maneno 2 ndio yawe ya ukweli. Na hili tunalishuhudia kabisa hata katika mambo ya kisiasa, mambo ya nini, kwamba nitawaletea mabomba yatatoa maziwa. Ndio baba, tuletee. Na anasisitiza, anasema kwamba katika hali hiyo, ukiona kwamba kuna watu wanakuzuia, kuna watu ambao wanaongea ukweli, wanataka kukuzuia, kukuziba, usipite hapo. Anasema use whatever means to reach the end. Kwamba tumia namna yoyote ile, hata kwa kuua, ili mradi ufikie lengo. Provided the end is good, use whatever means. Hizo ndizo falsafa ambazo zinapotosha ukweli wa kimungu, zinapotosha ukweli wa kijamii, zinapotosha ukweli wa kimaadili. Kwamba hata mara moja, hata kama lengo ni zuri, hatuwezi kutumia njia ovu kufikia katika lengo hilo. Ni lazima tutumie njia zilizo sahihi kufikia malengo yaliyo sahihi. Mafundisho ya Yesu Kristo yamejaa ukweli mtupu. Na ndio maana walimpinga, walimtengenezea mazingira yote kutaka kumkamata na kumuua, kwa sababu wamesimamia katika ukweli. Ndugu zangu, watu wanaoiga mfano wa Kristo, watu wanaosimama katika ukweli, hali zao zinakuwa ni tete, hali zao ni ngumu. Tunalishuhudia sasa hivi hali kama hii katika kipindi chetu hiki napoelekea katika uchaguzi. Watu wanaosimama kusema ukweli, namna ambavyo wanatishwa, namna ambavyo wanafanyiwa. Kumbuke kwamba kama unasimama katika ukweli, usirudi nyuma. Endelea kubaki katika ukweli. Yoyote anayepokea mafundisho hayo ya Yesu Kristo anapokea ukweli wa Mwenyezi Mungu. Tuwasikilize kwa unyenyekevu wote wanaotuletea kweli za Mungu katika maisha yetu. Wale wanaotuletea habari kuhusu maisha yetu, kuhusu kweli mbalimbali za kiimani, za kimaadili, tunawapokea vipi katika maisha yetu? Tunapoona watu wanagusa katika mioyo yetu, wanagusa katika maslahi yetu, wanapoongea mambo ya ukweli, mara nyingi tunawatisha wengine. Lakini kama una nguvu ya kuwatisha, basi unawaambia, bwana wewe pambana na hali yako, kila mmoja apambane na maisha yake. Kiona hivyo, dawa imeingia, ukweli umemuingia. Tunawapokea vipi wajumbe wa Mwenyezi Mungu wanaotuletea ukweli katika maisha yetu? Yesu anawaombea mitume wake wawe na umoja, anawaombea wawe na ukweli wa maisha. Wapendwa, Roho Mtakatifu ni roho wa ukweli. Roho Mtakatifu ni roho wa ukweli. Soma Yohane 16:13. Nasema, lakini yeye atakapokuja, huyo roho wa kweli, atawaongoza katika kweli yote. Roho Mtakatifu anatuongoza katika kweli yote. Anayekubali kuongozwa katika ukweli anaongozwa na Roho Mtakatifu. Na leo kwa namna pekee tumesherehekea Pentekoste, kwamba tumeadhimisha kila mmoja ndani yake aamshe zile karama ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia. Huo ndio ukweli wa maisha wako. Karama Mwenyezi Mungu alizokujalia kuziishi vile inavyotakiwa ndio ukweli katika maisha yako. Roho Mtakatifu anatuongoza kunena yaliyo ya kweli. Wapendwa, kama ndani yako hauna Roho Mtakatifu,
labda una roho mtaka vitu na roho mtaka fujo, ni vigumu kusema ukweli, ni vigumu kusimamia ukweli. Roho Mtakatifu aliunganisha kweli za lugha mbalimbali. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 11, naona Mwenyezi Mungu alivyovuruga lugha za hao watu ambao walikuwa wakitaka kujipatia umaarufu na kutaka kwenda kumsalimia huko Mungu. Alivuruga lugha yao. Lakini Pentekoste inakuwa ni kinyume, kwamba Mwenyezi Mungu Roho Mtakatifu anakuja kuunganisha hizi lugha ambazo hapo mwanzo zilichanganya. Ndugu yangu, tunapoishi katika ukweli, tunaishi Pentekoste mpya. Muulize jirani yako, unaishi Babeli ama unaishi Pentekoste? Wale wanaoishi katika maisha ya kibabeli ni watu ambao hawataki kusikia ukweli, watu ambao hawataki kusimamia mambo ya ukweli. Lakini wale wanaoishi katika Pentekoste ni watu ambao wanasikia ukweli, ni watu ambao wanaposhauriwa juu ya mambo ya kweli wanayasikiliza na kuyafuata. Katika nchi yetu tuko wapi? Tuko katika Pentekoste ama tupo katika Babeli? Kwamba tunaongea lugha moja ya ukweli ama ni lugha gongane? Huyu akisema hivi, huyu anasema vile, hatuelewani. Tuongee lugha moja, lugha ya ukweli, lugha ya kuelewana, lugha inayonena ya kimungu. Ndugu zangu, ukweli una nyanja mbalimbali. Kuna kweli za kisayansi, kuna kweli za kisiasa, kweli za kidini, kweli za kimaadili na kweli za kijamii. Katika ukweli wa kisayansi ni ukweli ambao unaothibitisha jambo fulani kupitia majaribio mbalimbali. Kuna msemo maarufu ambao unasema no research, no data, no right to speak. Kama hujafanya utafiti na kama hauna data, hauna ruhusa ya kuongea, wewe hautakuwa na ukweli, utatudanganya tu. Utatudanganya. Kumbe tuwaombee hawa ambao wanajiandaa sasa hivi katika kuwania nyadhifa mbalimbali. Hivi unasikia huko barabarani katika wakazi wa humu chuo, sikia magari yanapita huko, watu wanapiga kampeni. Okay, that's a very minor issue. Kwamba tuwaombee na hao pia vijana wawe wa kweli. Lakini pia tuliombee taifa letu ambalo sasa hivi linaenda katika kipindi cha uchaguzi. Kwamba no research, no data, no right to speak. Tuwaombee yale ambayo wanayafanyia utafiti, tuwaombee kwamba kweli waende kutatua shida za wananchi. Na sio kupiga porojo kama Machiavelli anavyosema. Wewe piga porojo tu. Hata kama unaona kitu ambacho huwezi kukitimiza, wewe waambie tu. Ili mradi wa kupigie kula ushinde, maisha yaende. Kisha kipindi hicho utakuja unajua sasa kipindi kile bwana mnajua nilipitisha hapo greda na vumbi nini. Sasa safari vyombo vile vimefika pale, ile lami ndo wanaanza kuichanganya, tutananiliwa. That is Machiavellism. Ukweli pia unajionyesha katika nyanja ya kimaadili. Ukweli wa kimaadili. Huu ni ukweli ambao unategemea zaidi maadili mema, au unaonyesha maadili mema na mabaya. Mfano tunaposema uongo ni jambo baya, huo ni ukweli wa kimaadili. Kwa hiyo tunavyowatambua wale wote ambao wanatudanganya, tuambia siasa za uongo, tunaambia hivi, hizo ni ukweli kuhusiana na mambo ya kimaadili. Lakini pia kuna kweli za kidini. Hizi zinategemea zaidi maandiko matakatifu na mafundisho mbalimbali ya imani. Na kweli hizi mara nyingi hazibadiliki kirahisi. Hazibadiliki kirahisi. Ndio maana watu wengine wapo tayari hata kufa kwa ajili ya imani. Sijui mimi na wewe
tunaweza kufa kwa ajili ya imani? Hebu muulize jirani yako, unaweza kufa kwa ajili ya imani? Unaweza kufa kwa ajili ya Yesu, unaweza kufa kwa ajili ya Mungu. Kwenye mitandao huko tunaona vijana wa vyuo, kijana amejiua, amejinyonga kwa sababu kakataliwa na mpenzi wake. Amekufa kwa ajili. Tunaweza kufikia hatua hiyo, kufa kwa ajili ya Kristo? Kweli za kidini hazibadiliki kiurahisi rahisi, kwamba watu wako tayari kufa kwa ajili ya kutetea jambo hilo. Tukifikia wapendwa hatua hiyo, kwamba tupo tayari kufa kwa ajili ya imani, tupo tayari kufa kwa ajili ya kutetea imani yetu na kusimamia misimamo sahihi, nasi pia tutahesabiwa katika kundi la watakatifu. Na hicho ndicho ambacho watakatifu wote wamekifanya ulimwenguni. Kauli mbiu ya mashahidi wa Mwenyezi Mungu, wao waliongozwa na kauli mbiu ya heri kufa kuliko kutenda dhambi. Heri kufa, heri kufa, heri kutenda dhambi. Haina vice versa. Hiyo iko hivyo, imenyooka. Imenyooka. Ila wengi wetu ndio tunapenda kuishi katika kugeuza hiyo heri kutenda dhambi kuliko kufa. Marehemu anayetembea tu. Kwa hiyo wapendwa, lakini nyinyi of course mtaweza kusema sasa nikifikiria hapa familia yangu, nikifikiria nini, unarudi nyuma katika kutetea ukweli. Unawaza unga sasa, nitapata wapi chakula, nitapata wapi nini? Lakini sisi my friends, we have nothing to lose. Kwa hiyo mkija na mapanga hivi, Father, siku hizi tusifunge hata mlango pale, waje tu. Tuwarahisishie kazi. Au tukifunga huko tutaanza kugonga asije majirani bure wakaja kutunani. Tufike mbinguni mapema. Au unasemaje mchungaji? Ndugu zangu, hapana. Mimi siogopi. Labda Baba Mosha, sijui. Na hapa leo tumevaa nyekundu, tupo tayari kumwaga damu kwa ajili ya ukweli. Tunaposimamia ukweli katika maisha, ukweli utupatia nini? Tumesikia, mimi na nyumba yangu, mimi na familia yangu, mimi na kanisa langu, mimi na taifa langu, ninaposimamia ukweli nitapata nini? Moja, ukweli unatakasa. Mwambie jirani yako, ukweli unatakasa. Unapobeba jambo la uongo linakutesa sana moyoni, lakini unapoliachia na kusema ukweli, unatakasa roho yako, unatakasa dhamiri yako, unatakasa jamii. Unaposema ukweli, ukweli unatakasa. Lakini pia ukweli unatakasa, unaondoa takataka za unafiki na uchawa. Mwambie, ukweli unaondoa takataka za unafiki na uchawa. Sio mambo ya kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa. Huo sio ukweli. Tunaposema ukweli, ukweli unatakatifuza, hautaki kuona takataka. Lakini ukweli pia, ndugu zangu, unapotakasa unaleta amani ya ndani, serenity, tranquility of the soul, of the mind. Unaposema ukweli, hata roho yako mwenyewe inafurahi. Kwa sababu utaweza kutumia nguvu kubwa kulinda uongo. Uongo unalindwa kwa nguvu kubwa, kwa gharama kubwa kweli kweli. Lakini ukweli hauna gharama ya kuulinda. Na formula ni moja, wapendwa. Wale mnaopenda uongo, wengine mnataka kuwa wanasiasa mje kutupigia porojo hapa, tutawasikiliza. Sasa the principle ni moja. Wale wanaopenda kusema uongo, uwe na kumbukumbu. Hiyo ndio kanuni ya kusema uongo. Uwe na kumbukumbu nzuri. Kwa maana ya kwamba ukinidanganya leo, kesho utakapokuja kusema usijichanganye, urudie kile ambacho ulikisema. Kwa hiyo waongo, muwe na kumbukumbu nzuri.
Msitudanganye afu baadaye mkasahau. Wewe mbona jana uliniambia hivi? Afu leo unasema hivi. Wewe ni muongo. Ukitaka kuonekana muongo ambaye ni mkweli, uwe na kumbukumbu. Sijui mmenielewa? Ndugu zangu, ukweli unaleta uhuru. Yohane anatuambia, ukweli utawaweka huru. Uhuru wa mtu binafsi. Unaposema ukweli, unaondoa hofu ya kugundulika. Unaondoa unafiki. Unaondoa pia ile hali ya kujificha ficha. Unakuwa huru. Unakuwa huru. Zangu, kukaa na jambo la uongo ni mzigo mkubwa sana na unatufanya tunakosa uhuru. Lakini pia ukweli ni dawa. Mwambie jirani yako, ukweli ni dawa. Ukweli ni dawa. Unapoenda kwa daktari ukaficha ficha maradhi yako, hutopona. Ukweli unaponya. Ukweli unaponya. Kienda kwa daktari ni lazima kuongea, anasema black and white. Namwambia bwana dokta, nina kipele, tunamuonyesha kabisa hiki hapa. Anaangalia kina rangi gani, kinatoa usau, kinafanyeje, ili ajue namna gani ya kukusaidia. Lakini ukificha hautapona. Ukweli ni dawa wapendwa, tuwe watu wa kupenda kusema ukweli tupone. Wengi tunahangaika na mambo mioyoni mwetu kwa sababu sio wa kweli. Kwa sababu tumebeba vitu ambavyo wakati mwingine tukiviongea kwa ukweli tutabaki kuwa huru, tutapata uponyaji. Tutapata uponyaji. Katika hali hiyo ya ukweli kama dawa, ukweli unaponya. Ukweli wapendwa unaumiza mara moja, lakini unaponya milele. Ukweli unaumiza mara moja, lakini unaponya milele. Ukweli unajenga heshima kwa mtu. Ukweli unajenga heshima. Wababa mpo? Safi kabisa. Wamama mpo? Ukweli unajenga heshima. Kwa wale wababa waongo, kwa wale wamama waongo, hata watoto. We baba kila siku mama unamwahidi tu mtoto, takuletea zawadi. Uleti. Hata watoto mwisho wa siku utakapoambia sasa ukifaulu wakati huu nitakununulia, baba we muongo kila siku tu hivyo hivyo. Tajishushia heshima. Kwa hiyo ukweli hujenga heshima ya mtu. Kiongozi anayesema ukweli anajijengea heshima katika nyazifa yake ya uongozi. Baba wa familia anapokuwa mkweli katika mambo yake, anajijengea heshima katika familia, heshima kwa watoto wake. Ndugu zangu, ukweli ni mbegu ya heshima. Msema ukweli hujijengea heshima pasipo kutumia nguvu. Lakini anayesema uongo atataka kutumia nguvu nyingi ili kulinda, kufanya huo uongo wake uonekane kama ni ukweli. Wapendwa, kuna msemo unaosema afadhali kuumizwa na ukweli kuliko kufarijiwa na uongo. Na hicho ndicho ambacho sasa hivi katika taifa letu kinatula sana. Tunapendwa kufarijiwa kwa maneno ya uongo. Sifiwe, bwana fulani unaupiga mwingi sana. Hakuna kama wewe tajiri. Afadhali tumekuona. Kwamba mambo yetu yatakuwa vizuri bwana. Yaani tangu ulivyokuwa unakuja kule nilisikia harufu ya parfumu yako tajiri. Kwamba hiyo yote katika kufariji watu katika mambo ya uongo, kuliko ni vyema kuambiwa ukweli ambao utakao kuuma mara moja, lakini kuliko kufarijiwa na mambo na misemo ya uongo ya kusifiwa. Tunapenda sana sasa hivi mabichwa kuwa makubwa kwa sababu
ya kufarijiwa kwa mambo ya uongo. Wapendwa, ukweli ni taa. Mwambie jirani yako, ukweli ni taa. Ukweli ni nuru. Ukweli huongoza na kufichua mambo yaliyofichika. Ukweli ni nuru, hufichua yale yaliyofichika. Ndio maana wanaposimama wasema ukweli, watu wanatetemeka, wanafichuliwa mambo yao, wanaogopa. Bila kujua ukweli ama bila kutaka kusikia ukweli, mtu ataendelea kuishi katika giza la ujinga. Taa ya uongo huzimika, bali taa ya ukweli hung'aa milele. Maadui wa ukweli. Ukweli unapigwa vita sana. Ukweli ambao Bwana wetu Yesu Kristo anaotuambia kwamba uwatakase kwa ile kweli yako. Uwatakase. Maadui wa ukweli, kwanza kabisa, ni udhalimu na mifumo kandamizi ya kimaisha. Lakini cha pili ni chuki na upendeleo, ni adui wa ukweli. Cha tatu, ujinga na kukosa maarifa, ni adui wa ukweli. Na hapa ujinga na kukosa maarifa ni adui wa ukweli. Nataka kutuambia kwamba katika maisha yetu tusikae kwa kurelax. Daima tukae kwa kufanya utafiti mbalimbali, kuji-update mara kwa mara. Kwa hiyo kama ni mwanafunzi, kama ni mwalimu, basi kujitafutia maarifa mbalimbali. Kwa sababu ujinga na kukosa maarifa ni adui wa ukweli. Kwa kama ni mwalimu, kama haujihusishi na katika kutafuta maarifa mbalimbali, uwe kila siku utakuwa unawapiga porojo wanafunzi wako. Kila siku itakuwa ni porojo. Lakini pia adui mwingine wa ukweli ni tamaa. Uoga ni adui wa ukweli. Ogopa. Unafiki ni adui wa ukweli. Uongo ndio baba yao, ni adui wa ukweli. Ndugu zangu, ukweli una maadui wengi, lakini haushindwi. Ukweli haushindwi. Naomba ninukuu maneno ya daktari mmoja. Sema ukweli, kauli yangu inaendana kidogo na yule daktari alivyosema. Ukweli una maadui wengi, lakini haushindwi. Sasa yule dokta yeye alisema kwamba ukweli ni kama maji. Sawa? Huwezi kuuzuia. Hata ukiuzuia maji yanavyokuja kwa nguvu utapasua tu, upite hapo. Huyo ni Daktari Padri Mosha jamani. Hebu mpigeni makofi. Napotaka kupingana na ukweli. Ndio maana Gamalieli alitoa wisdom nzuri sana. Jamani, tunapopambana na huu ukweli wa Mungu, tunapambana na Mungu hapa. Hatuwezi kuzuia. Ndio maana mpaka leo kanisa limesimama miaka 2000. Limesimama kwa sababu ni jambo la ukweli, ni imani ya ukweli. Kwa hiyo wapendwa, tuishi katika maneno hayo ya Dr. Joseph Peter Moshi kwamba unapopambana na ukweli ni kama vile unayazuia maji katika mkondo wake. Msema kweli ukimbiwa si kwa sababu ya uovu, bali kwa sababu ya nuru yake. Nuru inaumiza macho msema kweli. Wanamkimbia kwa sababu sio kwamba anasema uongo, kwa sababu nuru inawaumiza. Ukweli unapaswa kulindwa na kuenziwa. Mimi na nyumba yangu tutasimama katika ukweli. Mungu, tutakase na ile kweli yako, na tutayaweza hayo yote katika yeye atutiaye nguvu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asante.